Notice that when David set this up, they prophesied with the musical instrument. Na uone kitu hapa kwamba Daudi alipoweka kwenye nafasi zao walitabiri kwa vyombo vya muziki. So there was a strong prophetic flow in David's tabernacle. Kwa hiyo kulikuwa na mafuta ya ajabu ya unabii katika hema lile la kutania la Daudi. God wants to put a prophetic flow in our praise and worship. Mungu anataka aweke kutembea kwa namna kinabii katika sifa na kuabudu kwetu. God wants the musicians to be able to prophesy on the instruments. Na Mungu anataka wanamuziki waweze kutabiri katika vyombo. Many of you know the story of Elisha. Wengi wenu mnafahamu habari za Elisha. When he wanted a minstrel to play, alikuwa anataka kinanda kipigwe. And the Bible says when the minstrel played, the hand of the Lord came upon him and he began to prophesy. Na Biblia inasema kwamba kinanda kipanza kupigwa, mkono wa Bwana ulikuja juu ya Elia akaanza kutabiri. That means the minstrel works with the prophet. Ina maana kwamba kinanda kinafanya kazi na nabii. There is a difference between a musician and a minstrel. Kuna tofauti kati ya mwanamuziki na mpiga kinanda wa kwenye neno. Just like there is a difference between a singer and a psalmist. Na kama kulivyo na tofauti kati ya mwimbaji na mtunga zaburi. There's some people that are good singers. Kuna watu wengine ni waimbaji wazuri. A singer can sing a beautiful song. Na mwimbaji anaweza kaimba wimbo mzuri. It will bless you, it will bless your soul, your emotions and your mind. Itabariki nafsi yako, hisia yako na ufahamu wako. But a psalmist knows how to sing prophetically. Lakini mtunga zaburi anajua jinsi ya kuimba kinabii. And sometimes a psalmist does not have the best voice. Na mara nyingi huyu mtunga zaburi hana sauti nzuri sana. They may not be able to sing as well as a singer. Inawezekana asiweze kuimba kama mwimbaji. But when a psalmist sings, they can bring the presence of God into a place. Mtunga zaburi anapoimba analeta uwepo wa Mungu mahali. A psalmist knows how to bring people into the presence of God. Mtunga zaburi anajua jinsi ya kuleta watu kwenye uwepo wa Mungu. They're sensitive to the Spirit of God. Wako makini kwa roho wa Mungu. They usually have a prophetic unction upon their life. Wanakuwa na mafuta ya kinabii juu ya maisha yao. Prophets do more than prophesy. Manabii wanafanya zaidi ya kutabiri. Prophets can also sing the song of the Lord. Manabii wanaweza kaimba wimbo wa Bwana pia. I believe that our worship leaders should be prophetic. Naamini kwamba waongoza sifa na kuabudu wanatakiwa kuwa kinabii. I believe our musicians should be prophetic. Naamini wanamuziki wanatakiwa kuwa kinabii vile vile. A musician is able to play very well. There are many skillful musicians. Na kulikuwa na wapiga muziki wengi wanaopiga kwa ustadi. They play very good. Walipiga vizuri. But a minstrel, when a minstrel plays, they can tap into the spirit realm. Lakini huyu mpiga kinanda sawa sawa na neno anapopiga anasikia kwenye roho alafu ndipo anapiga. And they can bring the presence of God into a place. Na wanaleta uwepo wa Mungu mahali. You see, certain sounds release certain things. Unajua kuna sauti fulani ambazo zinaachilia vitu fulani. We must begin to tap into different sounds in the spirit. Inabidi uanze kusikia sauti mbalimbali kwenye ulimwengu wa roho. Because music affects you. Kwa sababu muziki unakugusa. Certain kinds of music affect you in a different way. Aina fulani za muziki zinakugusa kwa namna tofauti. Because music is spiritual. Kwa sababu muziki ni ya kiroho. Even before you got saved, certain kinds of music affected you different ways. Na hata kama hujaokoka kuna aina fulani ya muziki ambao ulikugusa kwa namna tofauti. And so the minstrel played and the prophet began to prophesy. Kwa hiyo yule mpiga kinanda akapiga na nabii akaanza kutabiri. And for years I taught that the minstrel was able to cause the anointing to fall upon the prophet of God. Na kwa miaka mingi nimekuwa nikifundisha kwamba mpiga kinanda alikuwa anasababisha upako uje juu ya mtumishi au nabii wa Mungu. But the scripture says this, it says that when the minstrel played, the hand of the Lord came upon Elisha. Na Biblia inasema kwamba wakati mpiga kinanda alipopiga, mkono wa Bwana ukaja juu ya Elia. That means that the minstrel is able to move the hand of God. Ina maana kwamba mpiga kinanda anaweza akafanya mkono wa Bwana utembee. Let me say that again. Ngoja niseme tena. The minstrel has the ability to move the hand of God. Mpiga kinanda na uwezo wa kufanya mkono wa Bwana utembee. The minstrel can cause God in heaven to move. Na huyu mpiga kinanda anaweza kumsababisha Mungu mbinguni atembee.
The minstrel doesn't just move us, the minstrel moves God. Mpiga kinanda sio kwamba anatusogeza sisi au anatufanya sisi tusikie namna fulani, bali anamfanya Mungu aje. That means when the minstrel begins to play, God begins to be stirred. Na ina maana kwamba mpiga kinanda anapoanza kupiga, hata Mungu anaanza kusisimuka. God begins to hear the sound Mungu of anaanza worship. kusikia ile sauti. And God says, I've got to go down there. Na Mungu anasema lazima nishuke na mimi I've got to pale. heal the sick. Inabidi niponye I've got wagonjwa. to deliver the Inabidi bound. niwafueke huru I hear the waliofungwa. sound of the minstrel. Kwa sababu ya sauti ya kinanda. No wonder the devil always fights our musicians so much. Na ndio maana shetani anapambana sana na wanamuziki wetu. In most churches, the devil always fights the music department. Na katika makanisa mengi shetani anapigana na section hiyo ya muziki. And one of your most difficult things, Pastor, sometimes is to get your music staff together. Na moja ya vitu vigumu katika makanisa mengi ni kuunganisha timu zenu za sifa na muziki. Because I think the devil knows something that we don't know. Inaonekana shetani kuna kitu anakijua ambacho sisi hatukijui. If our musicians are in the right spirit, Kwamba kama wanamuziki katika roho sawa sawa, they can move the hand of God. wanaweza kufanya mkono wa Bwana utembee. And so the devil always attacks musicians. Kwa hiyo shetani anashambulia He wanamuziki tries to get them in rebellion. na anawafanya wawe waasi. He tries to get them running from church to church. Anawafanya wakimbie toka kanisa kwenda kanisa. Or he tries to get them in perversion, sexual sin. Au anawaingiza katika dhambi za jinsia. Because he knows if the minstrels play, the hand of God will move. Kwa sababu anajua wapiga kinanda wakipiga vinanda vizuri, mkono wa Bwana utatembea. Is that true in Africa too? Je, ni kweli Afrika vile vile? Notice that these musicians were under David. Kumbuka kwamba hawa wanamuziki walikuwa chini ya Daudi. David placed them under the hand of their father. Na Daudi aliweka chini ya mkono wa baba yao. That means they had to be submitted. Ina maana kwamba hawa wanamuziki walitakiwa kuwa watii. You're a musician and you're called by God, you got to be submitted to your pastor. Na kama wewe ni mwanamuziki umeitwa na Mungu, mtii mchungaji wako. There are a lot of musicians that are not submitted to their pastor. Kuna wanamuziki wengi wasiotii wachungaji wao. And because they have so much talent, they're very rebellious. Kwa sababu ya ustadi walionao wanafikiri ndio inawafanya waweze kuwa waasi. And they want to do their own thing. Na wanataka wafanye mambo yao wenyewe. But notice in David's tabernacle. Lakini angalia katika hema la kutania la Daudi. It says in verse number 3. Inasema kwenye mstari wa 3 that they were under the hands of their father. Walikuwa chini ya mikono ya baba yao Yathiruni. They were under the hands of their father. Walikuwa chini ya mikono ya baba zao. They were under authority. Walikuwa chini ya mamlaka. And they prophesied under authority. Na walitabiri chini ya mamlaka. Hallelujah. Hallelujah. I need to go home and preach this in Chicago. Inabidi nirudi nyumbani kahubiri hili kanisani mwangu. I don't know if this is for Africa. I know it's for Chicago. Mimi sijui kama ni Afrika, lakini najua hii itakuwa kwa ajili ya Chicago. We got a lot of rebellious minstrels, a lot of rebellious musicians in Chicago. Kwa sababu nimeona wapiga vinanda wengi ambao si watii na wanamuziki wengi ambao si watii Chicago kule. And then some of them want to play in the world and in the church Na at the wengine same wanataka time. wapige muziki wa duniani na wa kanisani. They want to play for the devil and still play in the house of Wanataka God. mpigie shetani na bado wapige They nyumbani want mwa to go Bwana. play in the nightclubs and then come to church and play on Sunday morning. Waenda wakapiga kwenye mabendi, kwenye mabao na kwenye mavilabu, They wanna alafu go waje make- wapige kanisani. They want to go make music videos and then come and play in church. Wanataka kwenda kutengeneza video za muziki alafu waje tena kanisani. There's a holy calling upon minstrels. Kuna wito mtakatifu juu ya It's wapiga a vyombo. prophetic calling. Na ni wito wa kinabii. And it's holy unto the Na Lord. ni takatifu kwa Bwana. And don't take your gift and let the devil use it. Usichukue ustadi wako au karama yako afu mpe shetani atumie. Submit your gift to God. Tiisha karama yako chini ya Come Mungu. under authority. Njoo chini ya mamlaka. And God will use Na you in Mungu the church. atakutumia. Hallelujah. Hallelujah. But I didn't mean to say all that. I don't know why I did that. Maybe that's for somebody. Mimi sikupanga kusema yote haya, lakini sijui kwa nini nasema haya. Amen. I want to emphasize that David's tabernacle was prophetic worship. Nataka nitilie mkazo kwamba hema la kutania la Daudi lilikuwa ni hema la kuabudu kinabii. When you read the Psalms of David, unapozisoma Zaburi za Daudi, you must understand that all of those psalms are prophetic
songs. Na unatakiwa kujua kwamba zaburi zote zile zilikuwa ni zaburi za kinabii. That wasn't someone just prophesying. Haikuwa tu mtu anatabiri. Those were songs that were sang by the Spirit of God. Hizo zilikuwa ni nyimbo zilizoimbwa na Roho wa Bwana. Those were prophetic words that were birthed during worship. Na hizo zilikuwa ni nyimbo za kinabii ambazo zilizaliwa wakati wa kuabudu. You see, in the Old Testament, some of the prophets, the Spirit of God would come upon them and they would prophesy, and someone would write down their prophecies. Na katika Agano la Kale, Roho Bwana alikuwa anakuja juu ya manabii wanatabiri, na kuna mtu anaandika unabii wao. But the Psalms of David were prophetic songs. Lakini nyimbo za Daudi zilikuwa nyimbo za kinabii. They came through prophetic worship. Zilikuja kwa kupitia kuabudu kinabii. There is a prophetic song that comes through worship. Kuna nyimbo ya kinabii ambayo inakuja kwa kupitia kuabudu. It's called the song of the Lord. Inaitwa nyimbo ya Bwana. You see, you don't have to just copy all the songs that come from America. Sio lazima muimbe zile nyimbo ambazo zinatoka tu Marekani. You can birth songs for your own church. Mnaweza mkazaa nyimbo kwa ajili ya Because makanisa there's yenu. some things that you're going through, you need a song for that Kwa situation. sababu kuna vitu ambavyo unapitia kama kanisa, mnahitaji nyimbo kwa ajili ya hali ile. And there is something about a song when you're going through, there is something about a song that will deliver you. Na unapopitia jambo fulani, kuna kitu kuhusu nyimbo hii ya kinabii itakayo kufanya upite pale. There's something about a song that will help you during a difficult time. Kuna kitu fulani kuhusu nyimbo ile itakusaidia kupita katika kipindi kigumu. And sometimes when our church is going through difficult times, God gives us a new song and we begin to sing that song, and it brings great deliverance to the church. Na wakati mwingine kanisa linapopitia mambo magumu, Mungu anatoa wimbo mpya kwa ajili ya kanisa, na wanapoimba inawakomboa na kuwapitisha katika hali ile. God said, I'm going to raise this back up again. Na Mungu anasema atakwenda kuinua tena ili hema tena. Now turn back to Acts chapter 15. Hebu tuangalie tena Matendo 15. And I'm going to show you why this is so important. Na nitakwenda kukuonyesha kwa nini hii ni muhimu I'm going to show sana. you what happens when the tabernacle of David is raised back up. Na nitakwenda kukuonyesha ni kitu gani kinatokea wakati hema la Daudi linapoinuliwa tena. I'm going to show you what happens when a church begins to go into prophetic worship Nataka nikuonyeshe kitu gani kitatokea wakati kanisa litakapoingia kwenye kuabudu kinabii and begins to flow prophetically. na linaanza kutembea kinabii. It says in verse 17, Inasema mstari wa 17. it says that the residue of men might seek after the Lord, and all the Gentiles upon whom my name is called, saith the Lord, who doeth all these things. Ili wanadamu waliosalia wamtafute Bwana, na mataifa yote ambayo jina langu limetajwa kwao, asema Bwana, ajulishaye hayo tangu milele. It tells us what's going to happen when the tabernacle is raised back up. Inatuambia kitu gani kitatokea wakati hema la kukutania litakapoinuliwa tena. It says the residue of men will begin to seek after the Lord and all the nations. Na mabaki ya watu wanaanza kumtafuta Bwana na mataifa mengine yote. What it does, it begins to draw the nations. Inachofanya inaanza kuvuta mataifa. A lot of sinners, when they come to our church, there's nothing in the worship that draws them. Na mara nyingi watenda dhambi wanapokuja kwenye makanisa yetu, hamna kitu chochote kwenye kuabudu kwetu kinachowavuta. Because religion doesn't draw people. Kwa sababu dini haivuti watu. That's why a lot of our young people today don't want to go to church. Na ndio maana vijana wengi hawapendi kwenda kanisani. Many of the churches that have been a long time are filled with old people. Kwa sababu makanisa kwa muda mrefu yamejaa wazee. Because this young generation doesn't want to sing those dead Kwa sababu songs. kizazi kipya hakitaki kuimba nyimbo za zamani. There must be something in our worship that causes the nations to want to come to God. Lazima kuwe na kitu katika kuabudu kwetu kutaka kusababisha mataifa watake kuja kwa Mungu. The prophetic anointing, it convicts people. Mafuta ya kinabii yanawavuta watu. Hold that verse and go to 1 Corinthians chapter 12. Hebu tuone Wakorintho wa kwanza sura ya 12. Chapter 14. 1 Corinthians chapter 14. Wakorintho wa kwanza 14. This is why we do so much prophesying in our church. Na ndio maana tunatabiri sana katika kanisa letu. Because it has a power to draw people. Kwa sababu ina uwezo wa kuvuta watu. It says in verse 24. Inasema mstari wa 24. It says, but if all prophesy, and there come in one that believeth not, or unlearned, he is convinced of all. He is judged of all. He gets convicted when we prophesy. The unbeliever is convicted. And verse 25 says, the secrets of his heart are made manifest, and so falling down on his face, he will worship God and report that God is in you of a truth.
Lakini wote wakihutubu, kisha kaingia mtu asiyeamini au mjinga, abainishwe na wote, ahukumiwe na wote, na anahukumiwa kwa kupitia unabii. 25 Siri za moyo wake huwa wazi, na hivyo atamwabudu Mungu akianguka kifudifudi na kukiri kuwa Mungu yu katikati yenu bila shaka. When sinners get around the prophetic, wakati watenda dhambi wanapozunguka manabii, they'll fall down and worship wataanguka God. kifudifudi wamwabudu Mungu. And they'll say God is in this na place. wanasema Mungu hakika yuko mahali hapa. Do you all see that? Je, mnaona wote hiyo? It's been in our Bible all the time. We just read it, we didn't see it. Imekuwa kwenye Biblia wakati wote, lakini hatujawahi kuisoma. I don't believe a sinner should be able to come into our church and sit through the whole service and not be convicted. Mimi siamini kwamba mtenda dhambi anatakiwa kuja kanisani na akae tu kwenye ibada na asihukumiwe. I believe sometimes a sinner can come into some of our churches and say he enjoyed the service. Na naamini kwamba mtenda dhambi anaweza kaja kwenye ibada zetu akasema alifurahia ibada. How can a sinner enjoy our services? Je, mtenda dhambi atafurahia vipi ibada zetu? The Spirit of God ought to convict him. Roho Bwana lazima amhukumu. He ought to begin to cry and repent and say, what must I do to be saved? Inabidi aanze kulia na kutubu na kuuliza, nifanye nini nipate kuokoka? See, don't fool yourself. When sinners get around God, they know God better than they can recognize God more than you think they can. Na watenda dhambi usije ukajidanganya, wanapokuwa karibu na Mungu wanaweza kumtambua Mungu zaidi hata kuliko tunavyofikiri wanamtambua. They may not understand it like we do, but they know, they say God is in this place. Na inawezekana wasielewe kama tunavyoelewa, lakini watajua Mungu yuko mahali They hapa. may not know the scriptures like we know it, but when they get around that prophetic anointing, they'll begin to know that there is something different about this church. Na inawezekana wasio wanajua maandiko kama sisi tunavyojua, lakini wakiwa karibu na mafuta ya kinabii watajua kuna kitu tofauti kuhusu kanisa hili. They'll say, I've been to many churches, but I've never been to a church like this. What kind of a church is this? Na watasema tumeenda makanisa mengi, hatujawahi kuingia kanisa la namna hili. Kanisa la namna gani? That's why when people ask me, people ask me, what kind of church do you have? Na watu wanapenda kuniuliza una kanisa la namna gani? I can't never really explain it to them. Mimi nashindwa kuwaelezea. Now they want you to put a label on it. Are you Baptist? I say no. Wananiuliza hivi, wewe ni Baptist? Nasema hapana. Well, are you Presbyterian? No. Naambia wewe ni Presbyterian? Naambia hapana. Are you Catholic? No. Wewe Mkatoliki? Hapana. Are you Anglican? No. Wewe ni Mwanglikana? Hapana. Well, what are you? Anamuuliza wewe ni nini? I say, well, you know what? We're not like anybody you've ever seen before. Na naambia kwamba sisi hatujafanana na mtu mwingine ambaye umewahi kumuona hata siku moja. You've got to come to see what kind of church we are. Inabidi uje uone mwenyewe kwa macho yako. I tell them, you haven't seen a church like my church. Na naambia hamjawahi kuona kanisa kama kanisa nalochunga. I know you may have been to a lot of churches. Inawezekana umeenda makanisa mengi. But you've never been to a church like my church. Lakini hujawahi kufika kwenye kanisa kama kanisa langu. Because we're an apostolic church. Kwa sababu sisi ni kanisa la kitume. We're a prophetic church. Kanisa la kinabii. We're different from whatever you've seen before. Tuko tofauti na kila ambacho umekiona huko nyuma. We don't sing like other churches. Hatuimbi kama makanisa We mengine. don't worship like other churches. Hatuabudu kama makanisa You mengine. just come and I'll show you what kind of church we Wewe are. njoo tu nize kuonyesha kanisa gani sisi tumefanana. That's what God said he's going to do. He's going to raise up the tabernacle of David. Na ndicho ambacho Mungu amesema atakwenda kuinua hema la kukutania la Daudi. It's an apostolic church because David was a type of an apostle. He established it. Kwa sababu ni kanisa la kitume kwa sababu Daudi alikuwa namna ya mtume, yeye ndiye aliyelithibitisha au aliyelianzisha. And that's what apostles do, they establish things. Na ndicho ambacho mitume wanafanya, wanaanzisha au kuthibitisha vitu. It was a prophetic church because there was prophetic worship and prophetic flow in David's tabernacle. Lilikuwa ni kanisa la kinabii kwa sababu kulikuwa na kuabudu kinabii na namna kutembea kinabii katika kuabudu kwao. It was quoted in the book of Acts because it was something that God was doing. It was apostolic. Ilizungumziwa kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume kwa sababu kile kitu ambacho Mungu alikifanya wakati ule kilikuwa cha kitume. And the apostles got a revelation. They said, this is what God is doing. He's rebuilding the tabernacle of David. Na mitume wakapata ufunuo, akasema ndicho ambacho Mungu anafanya, anajenga upya hema la kukutania la Daudi. It's apostolic because it was established during the days of the apostles. Na ni ya kitume kwa sababu ilianzishwa tena katika siku za mitume. It was prophetic because it was something that was prophesied by the prophets. Ilikuwa ni cha kinabii kwa sababu ni kitu ambacho kilitabiriwa na manabii. So the tabernacle of David represents an apostolic and prophetic church. Kwa hiyo hema la kukutania la Daudi linawakilisha kanisa la kitume na kinabii. It's a church that has the spirit of David. Ni kanisa lenye roho ya Daudi. The spirit of David is a fighting spirit. Na roho ya Daudi ni roho ya kupigana. The spirit of David is the spirit of the king. Ni roho ya mfalme.
The spirit of a David is a spirit of worship. Ni roho ya kuabudu. It's a prophetic spirit. Ni roho ya kinabii. It's a church after God's own heart. Ni kanisa ambalo linaupendeza moyo wa Mungu. It's a church that God loves. Ni kanisa ambalo Mungu analipenda. Your church needs the spirit of David. Kanisa lako linahitaji roho ya Daudi. We have the spirit of David. Tunayo roho ya Daudi. The spirit of a champion. Ni roho ya mbingwa. The spirit of a mighty warrior. Roho ya mpiganaji shujaa. The spirit of a conqueror. Roho ya mshindi. The spirit of a king. Roho ya mfalme. Our church has the spirit of David. Roho ya Daudi. Not the spirit of Saul. Sio roho ya Sauli. A lot of churches have a Saul spirit. Makanisa mengi yana roho ya Sauli. You know when you can tell whether you have a Saul spirit? Kwa sababu utajuaje kuna roho ya You Sauli? persecute the David churches. Unayatesa makanisa ya Daudi. You want to kill the David churches. Unataka kuua makanisa ya Daudi. You want to throw javelins at them. Saul churches, makanisa ya Sauli, they've lost the anointing. Walipoteza upako. They disobeyed God. Waliacha kumtii Mungu. God took his anointing from Na them. Mungu akachukua upako wao. They want to kill the new church. Wanataka kuua makanisa They want to mapya. kill the David church. Wanataka kuua kina Daudi. But I don't care how much Saul fights David. Lakini sijali Sauli atapigana vipi na God is Daudi. going to deliver David. Mungu atamkomboa And Daudi. Saul is coming down. Na Sauli anaanguka. Saul is coming down. Sauli anaanguka. I hear the Lord saying Saul is coming down in Tanzania. Namsikia Bwana akisema Sauli anaanguka I said Tanzania. Saul is coming down in Sauli Tanzania. anaanguka Tanzania. Oh, hallelujah. Hallelujah. Turn to somebody and say, we have the spirit of David. Na anatuambia kwamba sisi tuna roho ya Daudi. Mgeukie jirani yako mwambie mimi na roho ya Daudi. Hallelujah. Hallelujah. God is raising up the tabernacle of David. Mungu anainua upya hema la Are there any kutania la Daudi. Davids? Are there any Davids in the house? Je, kuna kina Daudi humu ndani? Are there any Davids in the Kuna kina house? Daudi humu ndani eh? Tell your neighbor, say, are you a David or are you a Saul? Mgeukie jirani yako muulize, we Daudi Sauli? Oh, hallelujah. Yes! Saul was the one that got involved in witchcraft. Sauli ndio alijihusisha na waganga wa kienyeji. He went to the witch to get. Alikwenda kwa mchawi. God is going to break that witchcraft spirit. Mungu atavunja hiyo roho ya uchawi. Well, I better go on here. Nabii tuendelee. I wasn't supposed to preach like this. I was tired. What I'm doing preaching like this? Sikutakiwa kuhubiri hivi, nilikuwa nimechoka. Oh, hallelujah. Hallelujah. Come on, lift your hands and just begin to worship Him. Inua tu mikono yako kwanza kumwabudu. Oh, rabasumbra ndala la Oh, kombra. ndarararabababashaka. Rondolo bokombro kutian shekala la la. Sindarararababashaka. Oh, hallelujah. Marababo sobro bosha. Wontarabababababababa. Oh, we worship you, Lord. Oh, we worship you, Lord. Tunakuabudu ewe Bwana. Haya la marodobo sika la 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 Rima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 mtarararababa.
Oh, we worship you, Lord. Tunakuabudu e Bwana. We worship you, Lord. Tunakuabudu e Bwana. Oh, glory to God. Oh, glory to God. Glory. I feel such an anointing in this place. Kuna upako wa tofauti mahali hapa. I feel such an anointing in this place. Nasikia upako wa tofauti mahali hapa. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, Jesus, I thank you. Yesu ninakushukuru. Oh, Jesus, I thank you. Yesu ninakushukuru. Release that prophetic anointing. Achia upako wa kinabii. Release that prophetic anointing. Achia upako wa kinabii. Release that prophetic anointing. Achia upako wa kinabii. Listen to me. Hebu nisikilize. I hear the Lord saying that many have looked at you as they looked at David. Namsikia Bwana akisema kwamba wengi wamekuangalia wewe kama walivyomwangalia Daudi. They've looked at your churches like they looked at David. Wameangalia makanisa yenu kama walivyomwangalia Daudi. And they did not see him as a king. Na hawakumuona kama mfalme. But I, the Lord, say unto you, Na mimi Bwana nasema kwako wewe, that man looks on the outward appearance, but I look upon the heart. kwamba mwanadamu anaangalia nje lakini mimi And nauangalia the Lord moyo. says, I've seen your heart. Na Mungu anasema ninauona moyo wako. And some have looked at you on the Na outside, wengine wamekuangalia kwa nje. and they have despised Na you, wamekudharau. and they have laughed at you, Na wamekucheka. and they have talked about you. Na wamekunena But vibaya. I've seen your heart, Lakini nimeuona moyo and I'm wako. going to raise you Na up, nakwenda and kukuinua. I'm going to put you in a position of authority. Nitakwenda kuweka kwenye nafasi ya mamlaka. And though the Sauls would persecute you, Na pamoja na kwamba kina Sauli watakuudhi. and though they would attack you, Na hata wakikushambulia. know this day, saith God, Jua siku ya leo asema do Bwana. not try to retaliate, Usijaribu kulipa but kisasi. just as I delivered David, Lakini kama nilivyomkomboa Daudi. and just as I established Na David, jinsi nilivyomthibitisha I Daudi. will also deliver you, Mimi nitakukomboa wewe and I pia. will also establish you. Nitakuthibitisha wewe pia. So rejoice, my people, Kwa hiyo ushangilie watu for you wangu. are my Davids in the Kwa land. sababu yeye ni Daudi wa nchi. Hallelujah! Hallelujah. Oh, glory. Come on, put those hands together and praise the Piga Lord. makofi hayo, glory. Hallelujah! Hallelujah. Oh, hallelujah. Piga makofi, makofi, makofi. Oh, glory, glory, glory. Glory, glory, glory. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Take your seats. I got to finish this. Kaa tu chini, nataka nimalizie. I got to make these 2 points. Nataka nizungumzie haya mambo mawili. Oh, thank you, Jesus. Asante Yesu. Look what it says in verse 17 of Acts 15. Tutakwenda kwenye mstari wa 17 That the residue of men might seek after the Lord, and all the Gentiles upon whom my name is called, saith the Lord who doeth all these things. Ili wanadamu waliosalia wamtafute Bwana na mataifa yote ambayo jina langu limetajwa kwao. I want to show you something about the churches that will become tabernacles of David. Nataka nikuonyeshe kitu kimoja kuhusu makanisa ambayo yatakwenda kuwa mahema ya kutania ya Daudi. When your church becomes a tabernacle of David, Kanisa linapokuwa hema la kutania la Daudi, it says that men will begin to seek the Lord. inasema kwamba wanadamu wataanza kumtafuta au watu wataanza kumtafuta Bwana. Even the nations that don't know God. Hata mataifa yasiyomjua Bwana. You know where they're coming to seek the Lord? Unajua They're coming to the tabernacle of David. wanakuja kwenye hema la kutania la Daudi kumtafuta Bwana. What is God saying here? Mungu anasema nini hapa? When Solomon built the temple, Sulemani alipojenga he hekalu, said, my house should be called a house of prayer.